Wapeni shule hapo, ngoja niwapeni shule. Na asilimia. Ngoja niwapeni shule, maana asilimia 50 kwa 50 kwanza, maana yake tajiri ana tamaa. Kaamua kuhakikisha mimi naweka pesa sawa, ambayo ina thamani kubwa kuliko hata eneo hilo ambalo unamiliki sawa, lakini ni kwa sababu ya mapenzi aliyokuwa nayo kwenye club. Na engineer amekubali iko kwa upande wetu sisi Yanga Afrika, kwa sababu amejua miradi mingi ya siku hizi sawa, watu hawataki kufanya vitu vya miaka Millennium Development Goal, hizo mambo zimetoka. Sijui unasubiri uje umwachie mwekezaji avune baadaye miaka 200 ndio uchukue wewe. Muda wote tushakufa wote. Sio, umeelewa? Wanakuja mamluki tu wanakuja kula hela. Engineer akasema hapana. Yani manake 50 kwa 50. Kiwanja kikikamilika tunaanza kuvuna wote at the same point. Sio, umeelewa? Yanga Afrika inanufaika, GSM ananufaika. Hiyo ndo maana ya akili kubwa. Sio mnaweka mna saini tu miradi ya ajabu. Njoni mchukue shule kwa engineer. Shule kubwa. Yani maana yake Yanga inabidi inufaike at the point, yani pale tumemaliza tu kujenga uwanja. Yanga inanufaika na ujenzi wa kiwanja chake na matumizi ya kiwanja chake. Sio mpaka tusubiri miaka 200 300, jina linatusaidia nini sisi? Eti sisi tunamiliki kiwanja ambacho hakitupia, lakini kinatusaidia nini? Sisi tunataka hela, tunataka mzigo, tunataka kuona Lamine Yamal anachezea Yanga. Sio, umeelewa? Kwa maana yake tukipata pesa kutoka kwenye kiwanja wanakuja. Na hii ni wasii wananchi, mashabiki wa Yanga Afrika. Viongozi hao ambao wameileta Yanga hapa mpaka leo tunachukua hatua kubwa kama hii ya kusahihi project kubwa ya ujenzi wa kiwanja, kwamba Yanga tunaenda kuwa na kiwanja chetu. Hawa viongozi tuwalinde na kuwaheshimu. Maana yake nini? Kama wameanza kufanikisha project hii tuwaache wamalize. Yani katika mkutano mkuu wa mwaka huu hatutaki kusikia mbwembwe wala mbwembwe. Viongozi hao kamati tendaji ibaki kama ilivyo, kwa sababu wamethubutu, wamefanya kitu kikubwa ambacho kilikuwa ni matarajio ya Watanzania wengi na wananchi wengi. Hata viongozi waliopita wanawapongeza kwa sababu wameweza kufanya kitu kikubwa, kumshawishi tajiri GSM aweke 50 kwa 50, sio kitu kidogo. Lazima zawadi yetu sisi kwetu ni kuendelea kuwaamini na kuwapa dhamana ya kuiongoza Yanga Afrika. Kwa kamati tendaji ya Yanga Afrika pamoja na rais na makamu wake tunawapa tena miaka mingi mbele. Yani hakuna fyoko wala nini, hatutaki mtu aingilie hapa. Unanimaliza sauti milioni na furaha. 50 kwa 50 maana yake mwekezaji ananufaika 50%, Yanga Afrika ananufaika 50%. Maana yake ni nini? Sawa. Mambo yale ya kuchukua kiwanja unamwachia tajiri aingize wewe, baadaye ya kurudishia uwanja kisa jina tu. Hayo mambo ya kizamani. Sasa hivi kiwanja kimekamilika, tunaanza kuvuna wote. Point hiyo. Sio, umeelewa? Mambo ya miaka 100 200 ndio mnakuja kukabidhiwa kiwanja. Watu washakuwa matajiri, washanufaika, hatutaki. Ndio maana tunasema tajiri wetu hana tamaa. GSM wanda mambamba kaamua kuishika Yanga Afrika. Kama aliweza kuishika Yanga Afrika ikiwa haina kitu, kwa nini tusinufaike nayo wakati tunapata manufaa kama haya? Hizi ni fadhila kwa Yanga Afrika, lakini ni fadhila kubwa zaidi kutoka kwa GSM. Wananchi GSM tumshukuru. GSM tumshukuru, anatukamilishia ndoto ya miaka mingi. Wazee wetu leo wamefurahi. Wazee walikuwa wanataka katika watu ambao mimi naona wamefurahi kuliko hata sisi vijana ni hawa wazee. Kitendo cha sisi kukamilisha kujenga uwanja wetu, wazee wamefurahi kwa sababu ni miaka mingi walitamani kuona hili jambo. Leo wazee wetu wanatoka hapa wanapiga vifua, wanaona wao, Yanga yetu inaenda kuwa na uwanja wake baada ya miaka 2. Narudia tena, nilikuwa sijakwambia wewe haupo. Miaka 2 tumehesabu umri wa wachezaji wa Simba. Wale wazee watakuwa washakufa, watakuwa tayari UTI kisonono sio na vishawamaliza, maana yake watakuwa hawapo. Kiwanja hiki kitatumika na kina Nzize, kitatumika na kina Depu, kitatumika na kina Okelo. Sio, umeelewa? Wazee wote watakuwa tayari washachukuliwa na Mungu. Wewe imani hiyo uwanja utajengwa Baraka. Afanye mbona wagumu kuamini nyie kama Tomaso? Yaani watu tumekuwa na ubwabwa hapa, nyie muamini kama kiwanja kinajengwa? Nyie watu gani hao ndio wachai wenyewe? Nasema uwanja kama uko kwenye laptop bado. Kwenye laptop? Wewe unaona watu wamekaa hapa, tajiri kaja na Rolls Royce. Rolls Royce ile pale tajiri kaja nayo. Iliza yao unajua shilingi ngapi? Iliza basi la Simba lile ambao wanaipigania ndo ndoto yao. Milioni 800 mpaka bilioni 1. Gari alikuja nayo tajiri GSM bilioni 6. Rolls Royce ya makaa mbele ile pale. Tajiri huyu ana balaa huyu. Ana balaa, na mimi kuanzia leo kinywaji hichi sio tu kunywa, nitaweka hadi mashuka ya GSM, mito ya GSM, mke wangu nambadilisha jina namuita GSM, wa mtoto wangu namuita GSM, yani kila kitu GSM. Huyu bwana akafanya jambo kubwa. Si hatutaki basi linaharibika kesho. Kiwanja tunakaa nacho milele. Tumieni akili, wana Simba hawajui kitu kinaitwa priority. Sio, umeelewa? Kipaumbele hawajui. Wao kipaumbele chao basi, sisi kipaumbele chetu ni kiwanja. Sio, umeelewa? Huo ndio utofauti wa klabu kubwa na watu wenye akili. Ndio maana Yanga Afrika tunajivunia viongozi wetu, watu smart wenye akili. Mpaka Simba kiwanja, lakini kwa bei kubwa kabisa ambao tuamini watakuwa hawezi kulipia. Kama kiwanja tunakodisha kwa milioni 10 kwa mechi moja, tunawekea milioni 500 tu mechi moja, tuone waje wa kodi hapa. Hii ndio Yanga Afrika, sisi tunanongwa. Sisi tumekipambania kiwanja mpaka tunaenda kujengwa. Wananchi tumeshikamana, na natoa rai kwa wananchi wote mnaonisikia.
Sasa hivi timu yetu inabidi tuishike kweli kweli, tuache mambo ya lawama, tuache mambo ya majungu, fitina, tubaki kuishikilia timu sawa, tubaki kuipa mshikamano. Naomba nikuulize kitu kimoja, hii naongea na wananchi leo, kati ya ubingwa na lawama zako, kipi kitu cha msingi? Ili upate ubingwa lazima timu iwe tulivu. Sasa wewe ndo mwenye sababu ya kusababisha timu iwe tulivu, sio maneno na chokochoko za mitandaoni. Hakuna mtu akosei, sio, umeelewa? Hazitotusaidia wananchi. Tufocus kwa kisha tunauchukua ubingwa, baada ya hapo tutarekebishana tukiwa mabingwa, sio, umenielewa? Tuje turekebishane tukiwa mabingwa, sio tunakuja kubomoa alafu tumekosa ubingwa ndio tunaanza kutukanana. Tutajianzishia anguko letu wenyewe, hiyo mjue. Watu wanatamani kuona Yanga Afrika inabomoka ili mradi wao wapate nafasi ya kukaa juu, na ili uizidi Yanga Afrika lazima uibomoe, na kubomoa kwake ndio huko itokee misonono, watu wanaingiza fitina zao. Sasa tusiruhusu wananchi wewe wajue watu wana fitna. Sasa hivi wanacheza mechi zetu na mimi kama zipi makolo wajui wamekalia fitna, ndio maana mpaka leo wanawaza magari tu. Ana akili zao kisoda. Yani mimi na shule yangu bora naweza nikawasaidia, nakwambia. Makolo mimi naweza kuwaongoza vizuri tu. Nakwambia kama wanawazailiza baada ya kiwanja mimi naweza kuongoza. Tajiri wao aliwaambia mkitaka kiwanja nachukua 80% nyie 20%, naye akakubali. Sasa hao watu